ni kulitia lingine. Tofali hili huwa limekaa kwa kutegemea tofali lingine. Nguvu ya tofali hili ni kwa sababu ya tofali jingine. Qala sema washabbaka asabi'ahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akagusanisha, akaviingiza vidole vyake juu ya vingine, kama tulivyoona namna ya at-tashbik. Maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanadhihirisha wazi hukumu ya tashbikul asabi', yanadhihirisha wazi hukumu ya tashbik al-asabi'. Katika maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha kwamba muumini kwa muumini huwa ni mwenye kusaidiana na kuwa pamoja na mwenzake, na hutiana nguvu ba'dhum ala ba'dhin, wao baadhi kuwatia nguvu baadhi yake wengine. Kisha Mtume akasema washabbaka baina asabi'ihi, akaunganisha vidole vyake, kuonyesha huo ndo mfano wa waumini namna ulivyo. Hadithi hii haijataja kwamba Mtume alikuwa msikitini au alikuwa kwenye swala au alikuwa baada ya swala, lakini yeye alikuwa anazungumza kwamba muumini yuko hivyo. Masala yaliyopo mezani ni hukumu ya tashbikul asabi. Tashbikul asabi unaweza ukayagawanya katika sehemu tatu. Masala haya unaweza ukayagawanya sehemu tatu. Almas'alatu alula, makanu alula, sehemu ya kwanza, hina tadhhabu ila almasjid, kipindi unaenda msikitini, unaelekea msikitini. Hapo sasa, je, ukifanya hivyo ukaunganisha vidole linafaa hilo? Hadhihi alula. Wathania athna as-salah, katikati ya swala, kwa wanaswali viunganisha vyako athna as-salah, katikati ya swala. Ay makanu thani, sehemu ya pili. Sehemu ya tatu fi akhiri as-salah, mwishoni mwa swala. Salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Hapo sasa, je, jambo la kuunganisha vidole ukafanya hivi litakuwa linafaa? Haya ndio masala matatu au sehemu tatu za mzozo wa hili jambo linalozungumzwa. Umuman, kwenda msikitini ni masala ambayo ittafaqa fiha ahlul ilm ala annahu jaiz. Kama mtu anakwenda msikitini, naikia msikitini, nasubiria swala au swala haijasimama, akiweka vidole vyake hivyo, hakuna tatizo kwamba hilo jambo linafaa, hilo jambo linafaa. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni jambo jaiz, halina tatizo. Sehemu ya pili ambayo ittafaqa fiha alulama ni fi athnai salah, katikati ya sala, wanasema hili ghairu jaiz, haifai, ni makosa kabisa mtu katikati ya swala akaviunganisha vidole vyake. Imana swali kwenye kurukuu au kwenye kusujudu au amekaa kwenye tashahudi au jilsatu istiraha akawa ameunganisha vidole vyake hivi, hadha ghairu jaiz, hili halifai biittifaqi kwa wanachuoni wote. Halifai mtu akafanya hivyo katikati ya swala, akawa anafishika vidole vyake, anafanyaje mwenyewe katikati ya swala, hili ghairu jaiz. Amma baada as-salah, hadha fi khilafu ahli al-ilm. Baada ya swala sasa, shamaliza salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, hapa sasa, je, mtu akifanya hivi anahesabika kwamba amefanya jambo la kimakosa? Malikia wao wanasema kwenye kadhia ya mtu ambaye yantadhiru sala, la khariji sala, wanasema ya kwamba mtu ambaye yuko khariji sala wa huwa yantadhiru sala, fahuwa indahum ghairu makruhin. Kundi la kwanza linasema jambo hili ni makruhu, kauli ya kwanza ni makruhu, inachukiza baada ya swala.
hawa wanasema ni makruh, inachukiza baada ya swala mtu kufanya hivi, ni makruh. Malikia wanasema amma fi hali al-intidhar wa imma fi hali khariji salati mithlu ba'da as-salati fala kurhata lahu. Khariji salati hakuna umakruhu hapo, amma khariji salati fala kurha lahu, sio makruhu. Kwa mtu imamu kama ndio swala akashika dole vyake akawa ameshikilia pamoja hivi au ameviunganisha kadha, amefanyaje, lakini hajafanya furqat, la, yakavishikilia kwa pamoja tu hivi, indana fil madhhab hadha ghairu makruh, ili halichukizi kwa sababu ni khariji salat. Amma madhhabu mwingine wanasema ya kwamba ni makruhu katika vitu vyenye kuchukiza baada ya sala, baada ya salam mtu akavifanya vidole vyake hivi, kwa wao ni makruh. Amma indana ghairu makruh, indana ghairu makruhin. Kwa haya ni masala yanazungumza hivi, ittifaqi ya kwamba ninafaa kabla sala, ittifaqi katikati ya sala kwamba nayo pia vile vile haifai, na kuna wanaosema ni makruhu kabisa, inachukiza, na masala yanakuja baada ya swala. Sasa hapa ndio khilafi ahlul ilm, liko kundi linaona ya kwamba inachukiza kabisa mtu baada ya swala akaviunganisha vidole vyake, na imma madhhabi Imam Malik baada ya swala wanasema mtu huyu ashamaliza swala, yuko nje ya swala, yuko nje ya swala. Hilo ni jambo la kwanza kwenye masala ya tashbikul asabi. Masala ya pili na ya mwisho wanayazungumza mas'alatu farqa'atul asabi' au furqa'atul asabi', kuviliza vidole vile, kuviliza vidole, farqa'atul asabi'. Haya masala haya nayo عندنا في المذهب الإمام مالك ni kwamba masala haya idha kana man ya'malu dhalik huwa fi athna'i salati au fi khariji salati fahiya makruhatun. Madhhabu ya Malik, ndani ya swala, nje ya swala, nje ya swala, kwa kashamaliza salamu alaykum zote kashamaliza, kisha akawa anafanya hivyo, indana ni makruhatun, ni jambo ambalo ni makruhu lenye kuchukiza. Ni madhhabu ya Malik, furqa'atul asabi' makruhatun indana sawa'un fi salati au kharijiha. Hata ukiwa nje huko unafanyaje, nasema wao na illa ziko nyingi wanazitaja, kwa nini, kwa sababu gani iwe ni makruhu. الحديث الثاني حديث يبيلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، حديث أبي هريرة نسيما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، alitusalisha sisi mtume alayhi salatu wasalam ihda salatay al-ashi, moja ya sala ya jioni, na hapo anaikusudia salatul asr. Mmoja na kwamba wapokezi wa hadithi baadhi wanasema Abu Huraira aliitaja hili swala, lakini mimi Muhammad ibn Sirin nilisahau, kwa sababu hii riwaya inatokana na Imam Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhi. Yeye anasema Muhammad ibn Sirin kwamba ile swala ile Abu Huraira aliitaja kama ni swala gani, lakini yeye Muhammad ibn Sirin anasema walakini nasitu, mimi nilisahau. Kwa hiyo mtume aliwasalisha wao moja ya swala za jioni, hapa nakusudia salatul asr kama utakavyokuja kuona. Fasalla bina rak'atayn, akatusalisha sisi rakaa mbili sallallahu alaihi wasallam. Thumma sallama, kisha akatoa salamu. Rakaa mbili kamaliza, akatoa salamu zote kulia na kushoto kamaliza. Baada ya kumaliza hapo, faqama, mtume akasimama, ila khashabatin, akaelekea kwenye kigogo cha mti, kigogo khashabati, imma kigogo cha mti au mbao imekaa, ambao ni ma'rubatin fil masjid, iliyowekwa msikitini, ma'rubatin fil masjid, iliyowekwa kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya mambo mengine, imewekwa pale msikitini. Mtume akaenda kwenye lile gogo au ile mbao, fattakaa alaiha,
akaiegemea ile mbao au lile gogo akaliegemea, kaannahu ghadbanu, kana kwamba amekasirika sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah hadithi hii kwenye Riyadhus Salihin alisema Allahu a'lam, alianza nayo maneno Allah ndiye mjuzi zaidi, Allah ndiye mjuzi zaidi. Kisha akasema huenda Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoenda kusimama na kuegemea kwenye ule mti au kile kigogo, kana kwamba ameona na amehisi tofauti ya alivyozoea kila siku. Kisha akasema fahakadha awliyaullah, na hivyo ndivyo walivyo mawali wa Allah. Panapotokea jambo lolote, kuna isharati zinaanza kuwatangulia mwanzoni au mbeleni. Kwa hiyo Mtume kana kwamba amekwenda kukaa pale hivi, mbona kama sielewi, mbona kama kuna kitu hakiko sawa. Hado maneno ya nani? Al-Imam Muhammad ibn Uthaymeen, kwamba fahakadha awliya Allah, nasema hivyo, na hivyo ndivyo walivyo mawali wa Allah. Mara nyingi huwa wanashuku basail, wanayahisia masail, mambo fulani, pana kitu hapa, pana jambo walijawa vizuri, lakini nasr hadithi Abu Hurairah anasema fakaannahu ghadman, yani kana kwamba amekasirika. Hakuwa amekasirika, bali kana kwamba alikuwa anayawaza haya. Wa wadaa yadahu al-yumna, na akauweka mkono wake wa kulia ala al-yusra, juu ya mkono wa kushoto. Yani kama tunavyokaa mtu ambaye kasimamia kigogo hivi, utakaweka mkono wake wa kulia hivi juu ya mkono wa kushoto. Kisha baada ya hapo washabbaka baina asabihi, akaviunganisha vidole vyake sallallahu alaihi wasallam. Washabbaka, akaviunganisha kwa pamoja, baina asabihi, kati ya nini? Ya vidole vyake. Wa wadaa khaddahu al-aymana, na akaliweka shavu lake. Khadda ni shavu, akaweka shavu lake al-aymana, la kulia, ala dhahri, juu ya mgongo, kaffihi al-yusra, wa kiganja chake cha kushoto. Akaweka shavu lake la kulia juu ya kiganja juu ya mgongo wa kiganja cha kushoto. Alipokuwa vile, wa kharajat as-sar'an min abwab al-masjid, akatoka kwa haraka sana, min abwab al-masjid, katika milango ya msikiti. Neno abwab tushatangulia kutaja huko nyuma. Abwab, milango. Masahaba msikiti wa Madina walikuwa na milango mbalimbali, huyu na mlango wake kutokea kuwahi kuingia kwake, huwa hivyo, milango ilikuwa mingi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyotangulia huko nyuma aliamuru milango yote izibwe, isipokuwa mlango wa nani? Wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa nasema wakharajat as-sar'an min abwab al-masjid, kwa haraka kutoka kwenye milango ya msikiti. Faqalu, wakasema masahaba, na wao ndio walitoka kwa haraka baada ya kuona alasiri na swala rakaa mbili na Mtume kawa hivi. Faqalu, wakasema wao kwa wao wanaambizana sama sahaba, qasurati salatu, imepunguzwa swala imepunguzwa, mbona sisi wenyewe hatuelewi? Wanaongea wao kwa wao, lakini hawajamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa kuna maneno Ibn Uthaymeen mazuri tu. Wa fil qaum, na katika watu hao wanaojadili hivyo yupo Abu Bakari wa Umar, wote wapo na wanajadiliana, inakuwaje, mbona hatuelewi? Alafu yeye mwenyewe kasimama pale kama vile kakasirika. Kwa wako wanajadiliana katika hiyo hali. Fahaba Abu Bakar na Umar wakapatwa na haiba na hofu, an yukallimahu, ya kumsemesha sallallahu alaihi wasallam. Tuna hofu, tukamuulize kweli, tukamwambie kweli, tulieni kwanza, subirini kwanza. Kwa hiyo hofu ikawatanda kunapokwenda kumsemesha na kumuuliza sallallahu alaihi wasallam. Wa fil qaumi rajul, na katika watu hao wote kuna mtu, fi yadaihi tulun,
ni mtu mwenye mkono ambaye mikono yake ni mirefu, mikono yake ni mirefu. Yuqalu lahu dhul yadaini, yani ule mkono wake ulivyo, mikono yake ni mirefu, wakawa wanamuita dhul yadaini, mwenye mikono miwili. Yani kama vile mkono huu mmoja ni mikono miwili, huo mkono mmoja kwa urefu ulivyo ni sawa sana mikono miwili. Yani ukiukata huu na ukaukata kipengele cha pili kama vile mikono miwili. Kwa walikuwa wanamuita dhul yadaini, mwenye mikono miwili, kwa sababu mkono wake ni mirefu. Alikuwepo huyu bwana, yani mtu ambaye alikuwa yeye ana jura katika kuzungumza na ujasiri. Kwa alikuwepo mmoja yule bwana, yeye wala hakupepesa macho. Qala, akasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, anasita am qasurati salatu, je umesahau? Am qasurati salatu, au imepunguzwa swala? Hebu tuambie, swala imepunguzwa au wewe umesahau? Kipi ambacho kimetokea kwako wewe? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa kama tulivyotanguliza maneno ya Ibn Uthaymeen, alikuwa anahisi tu kwamba kuna kitu hakiko sawa. Qala, akasema lam ansa, sijasahau, walam tuqsar, na wala haijapunguzwa swala. Lakini akawa ameelewa kwamba swala nimeswali rakaa chache, sio zile ambazo ni maahuda tu. Faqala, mtume akasema akama yaqulu dhul yadaini. Hapa ndo mahali shahidi ambapo imam anapokuwa amepata taarifa ya kupungua rakaa, anatakikana afanye tathabuti kwa watu wengi. Jamaa, vipi haya maneno anayoyasema dhul yadaini ni sawa sawa na nyinyi mnayasema hivyo hivyo? Akama yaqulu dhul yadaini, ni sahihi kama anavyosema huyu dhul yadaini? Yani maneno yake ni ya sawa, kwamba kweli swala imepunguzwa? Faqalu, wakasema wote naam, ndiyo ya Rasulullah, ni kweli swala imepunguzwa, mswali rakaa mbili. Kwa hiyo watu wote wakapata itifaki kama ni kweli, na mtume akaelewa kama ni jambo la sawa. Bali na yeye mwenyewe ile hali yake inayomtokea ya kufikiria na kuwaza inamjulisha kwamba kuna shida, na shida yenyewe ndio hii. Alipothibitisha hilo, fataqaddama fasalla, fataqaddama, akatangulia mbele sallallahu alaihi wasallam, fasalla ma taraka, akaswali kile chote alichokiacha, akaswali zile rakaa mbili. Baada ya kumaliza, thumma sallama, kisha akatoa salamu. Thumma kabbara, kisha akatoa takbira. Teneni vizuri, fataqaddama fasalla ma tarak, alitangulia fasalla, akaswali sallallahu alaihi wasallam, ma taraka, kile alichokiacha alikiswali. Maana tunasema aliswali rakaa ngapi? Mbili. Ilikuwa alasiri, akaliswali mbili, akaacha mbili. Thumma sallama, kisha akatoa salamu. Sahibu, swali nauliza hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anahesabiwa amepunguza au amezidisha? Hapa anahesabiwa kapunguza au kazidisha? Amezidisha. Kapunguza, ni baada ya 4 kaswali ngapi? 2. Kwa maana yake amepunguza swala. Na ukipunguza swala, swali linakuja, ukipunguza swala kwa fiqhi iliyopo, aliyepunguza swala sijidatu sahwi anaiswalia ndani ya swala au nje ya swala? Ndani ya swala. Angalia, thumma sallama, kisha mtu akatoa salamu, salamu alaykum, thumma kabbara, kisha akasema Allahu akbar. Nje ya swala, ndani ya swala? Nje ya swala. Wasajada, na akasujudu mithla sujudihi, mfano wa sijida yake. Hapa ndo unapata masaili haya sasa, kwamba kupunguza swala, aliyepunguza swala akisujudu sijidatu sahwi,
kabla ya salamu, fahadha jaiz. Ziko riwaya zimeonyesha hivi, baadhi ya swala mtume alipunguza na akasujudu ndani ya swala, na ziko riwaya kama hii inathibitisha ya kwamba alipunguza na akasujudu baada ya nini. Na ndiyo yale madhehebu ya maulama baadhi ambao wapo kati na kati, wao wanazungumza ya kwamba hata Imam Ibn Uthaymeen pia ametaja kwenye baadhi ya vitabu vyake vya fiqh, anasema ya kwamba wako baadhi ya wanachuoni wanaona ya kwamba mtu aliyepunguza, aliyezidisha, ana khiari ya kusujudu sehemu yoyote katika swala bila ya kushurutishwa. Ukizidisha nje, ukipunguza ndani, bila ya kushurutishwa, anaweza akazidisha na akasujudu sijda sahwi ndani ya swala, na anaweza akapunguza na akasujudu baada ya swala, kama alivyofanya hapa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akitokea mtu mathalan imamun anakuswalisha akapunguza, wewe ukamuona ameswali baada ya salamu, fala tataajab minhu, usistaajabu ukasema kakosea. Mfahamiana jamani? Usio kasema kama kakosea huyu ili apatendo. Mtume kapunguza na kaswali baada ya swala, lakini ule udhibiti uliowekwa ni kwa sababu ya kuyadhibiti masaili. Ukizidisha nje ya swala sijida tusahau, ukipunguza sijida tusahau inakuwa ndani ya swala kabla ya kutoa salamu. Lakini pia masala hapa mengine madogo tu kabla ya kumaliza hadithi. Hadithi imesema hivi, fataqaddam, mtume akatangulia akaenda mbele, fasalla ma taraka, akaswali alicho kiacha, thumma sallam, kisha akatoa salamu. Hapa hichi kipengele pekee yake kabla ya vingine vya mbele, thumma sallama, madhhabu ya Imam Malik rahmatullahi alayhi yanaona ya kwamba hakuna salamu kabla ya tashahud. Hakuna salamu yoyote isipokuwa imetanguliwa na tashahudi. Kwa indana fil madhhab, mtu ambaye atasujudu sijda tusahau, sijda ya kwanza, akaenda sijda ya pili, kisha akinyanyuka kabla ya kutoa salamu, lazima aanze na tashahudi tena kubwa, tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu mpaka mwisho, sababu hakuna salamu isiyotanguliwa na nini? Na at-tashahhud. Hichi kipengele pekee yake, fasalla ma taraka thumma sallam. Kwa hiyo kwenye madhhabu ya Malikia ni kwamba salamu yote inatanguliwa na nini? Na tashahudi. Iwe hata sijda tusahau, hata hiyo sijda tusahau, hakuna salamu, kanuni tu, hakuna salamu isipokuwa kabla yake pana nini? Pana tashahhud au at-tahiyat. Thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi, kisha mtume akatoa takbira Allahu akbar, wa sajada, na akasujudu mithla sujudihi, mfano wa sijida yake, yani kiwango kile cha sijida yake, au atwala, au sijida hii ikawa ni ndefu zaidi, atwala, ndefu zaidi. Kwa hivyo imma ile aliyosujudu yeye mwanzo kwenye swala ilikuwa ni ya kati na kati, na imma hii ambayo imekuja kusujudu sijda sahau imekuwa nini? Atwal, ni ndefu zaidi. Thumma rafa'a ra'sahu, kisha mtume akanyanyua kichwa chake, wa kabbara, akatoa takbira. Thumma kabbara, kisha akatoa tena takbira, wa sajada mithla sujudihi, yani sijda ya pili akasujudu mfano wa sijda yake, au atwala, au iliyokuwa ndefu. Thumma rafa'a ra'sahu, kisha akanyanyua kichwa chake, wa kabbara, akatoa takbira Allahu akbar. Thumma sallama, kisha akatoa salamu, akatoa takbira kisha akatoa salamu. Kwa masala manguliwa nini? Tashahhud. Mahallu shahidi kwenye hadithi hii ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam washabbaka baina asabi'ihi. Swali linakuja hapa sasa, mtume kwenye hadithi hii ya Dhul Yadain, maana hadithi hii inaitwa maarufu hadithu Dhul Yadain au hadithu Dhul Yadain, hadithu Dhul Yadain.
kwenye hichi kitendo cha yeye mtume kushikilia vidole vyake, swali, alikuwa yuko ndani ya swala au alikuwa yuko nje ya swala? Nakuulizeni, si rakaa mbili kaswali, katoa salamu, kaondoka, kaenda kukaa kwenye mti pale, kaegemea. Hapa sasa mtume amekaa ameshikilia hivi na mikono yake tumene kagusa hivi, imeshikamana kwa pamoja. Alikuwa hapa ndani ya swala au nje ya swala? Nje ya swala. Kipi tena nje ya swala? Kwa swala imeisha au? Nje ya swala. Basi mimi nasema niko ndani ya swala. Sawa, ndani ya swala. Hasala minhu, imemtokea kwake yeye, imma kama alivyosema yeye, sikusahau. Unaona maneno haya, amesema lam ansa, sikusahau mimi. Unaona ya maneno, akasema alipoulizwa aqasurati salatu, swala imepunguzwa, am nasita, au umesahau? Qala lam ansa, manake sijasahau, walam tuksaru, wala haijapunguzwa. Kwa mahali shahidi ya kuthibitisha kwamba mtume alikuwa ndani ya swala ni pale aliposema kwamba sikufanyaje, sijasahau mimi, sijasahau. Na ndio maana nimewatangulizeni maneno Ibn Uthaymeen. Nimesema hivi, Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi yeye anasema Allahu a'lam, yani ihtimali ya kufafanua kitendo cha mtume kutoka kwenye swala kwenda pembeni, ihtimali, yani ili kuna kitu gani kilimpelekea mpaka kanyanyuka. Ibn Uthaymeen kaanza Allahu a'lam, huenda la'alla, huenda, lakini sio yakini kwamba alikuwa katoka kabisa kwenye swala. Hapana, la'alla, huenda. Kwa hiyo yawezekana pia kuna kitu kingine ambacho hakijaelezewa kwenye umma, kwa nini mtume alitoka pale, kwa sababu hakuna yakini ya nas imetaja kwamba kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam katoka. Halafu yeye alipoulizwa akasema lam ansa wala muish tuqsaru salat, sijasahau mimi. Sasa maana shahidi hapa, ikiwa kama mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa nje ya swala, alikuwa ndani ya swala, hapa ndio imekuja masala washabbaka baina asabi'i, akagusanisha katikati ya vidole vyake sallallahu alaihi wasallam. Nimetaja nukta tatu hapa nyuma, imma unaelekea msikitini na unakuja msikitini ukagusanisha vidole vyako, na imma nimetaja kwenye nini, athnau as-salah, katikati ya sala. Na hii ndio masala haya. Nikasema itifaqi ya wachuoni inasema hili halifai, na lipo kundi dogo tu linasema ni makruh katikati ya swala. Nasema ni kundi dogo la wanachuoni linasema ni makruh katikati ya swala, lakini kitendo cha ishtibak athna as-salah. Sasa hapa tunakuja na kaida ambayo inayotamkwa kila siku mara kwa mara, panaweza pakatokea kwenye swala yale ambayo hayajatokea nje ya swala. Kama hili tena, panaweza kutokea kwenye swala matendo ambayo hayajatokea nje ya swala. Yani pana mambo yanaweza maurudha, yanaweza yakatokea kwenye swala ambayo si mambo ya kutarajiwa, yakatokea ndani ya swala, yakapelekea mfano kama hilo halitohukumiwa hukumu yake kwamba la yajuz. Si kama mtakuwa mnafahamu, haitohukumiwa kwamba la yajuz. Mfano katika hili yanaweza kutokea kwenye swala yale ambayo hayawezi kutokea nje ya swala. Inawezekana pia kutokea ndani ya swala mdudu au nyoka au nge au mdudu mwenye sumu kali ndani ya swala, unaruhusiwa kutoka na ukashika fimbo tena ukarukuu kabisa, tena katika kumpiga na kumuua ukarukuu, na hali ya kuwa rukuu ya pili ndani ya swala haitakikani. Rukuu ya pili ndani ya swala haitakikani, lakini ikatokea kwenye swala ukarukuu ukainama katika kumpiga yule labda yuko chini ya kabati, chini ya meza, ukawa unampiga kule kumuua, kikatokea hichi kitendo hichi cha wewe kwamba umeinama, na kikawa hakijahesabika ya kwamba umefanya kitu cha makosa ndani ya swala. Kwa hiyo kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kutokea ndani ya swala akashika vidole vyake, haitoingia kwenye
taja ya kusema athna'u salati kushikilia vidole ni la yajuz, hicho kitokee, hicho akiambiwa hivi bali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hatujui sababu gani ilimpelekea akatoka vile. Lakini tofauti na Mtume alayhi salatu wasallam, akawa mtu hana chochote kimemfanya, lakini akaonekana kashika vidole kama watu wa Kiarabu hawa na mambo kama hayo mengi sana. Katika swala mtu anashikilia vidole hivi, anafanya hivi, vinginevyo vile, au akaliza kabisa vidole, fahadha la yajuz. Na mwisho katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi hii al-Imam al-Bukhari ameileta kwenye huo kitabu salati kwenye mlango babu tashbiki al-asabi', lakini pia Imam Bukhari ameileta hadithi hii kwenye mlango wa sijidatu sahau. Imam Bukhari katika moja ya mambo yake aliyojaliwa na Allah subhanahu kwenye hii Sahih Bukhari, hichi kitabu sahih, acha hii ikhtisar, ni kwamba hadithi moja anaweza akaileta kwenye milango zaidi ya 3-4 kwa kipande chake cha hadithi, lakini kila hadithi ikawa ina riwaya yake nyingine na isnadi yake nyingine. Ajibu wallah, hili ndio jambo la kustaajabisha Imam Bukhari. Tunaona hapa kwamba hadithi hii kaipokea Imam Bukhari, kaipokea Abu Huraira. Inawezekana ukaikuta hii hadithi tena huko mbeleni, imma kakuleta Abu Huraira lakini sio kwa isnadi aliyoleta mara ya mwanzo, imma anaweza kuleta Abu Huraira lakini kwa isnadi nyingine kabisa, au akakuleta sahaba mwingine. Na hii ndio fiqhi na ndio uwezo aliopewa nao Imam Bukhari, kitabu chake kikawa ni kitabu mashuhuri baada al-Qur'an. Hadithi moja milango 4, wapokezi wa hadithi tofauti na isnadi pia tofauti, sio isnadi moja, tofauti. Kachukua kipande hicho kiweka kwenye mlango wa biashara, kamleta sahaba mwingine na isnadi nyingine, kaleta kwenye mlango wa qadha kwa isnadi nyingine na sahaba mwingine. Na huo ndio uwezo wa Imamu al-Bukhari. Kwa hiyo tashbiku la sabi', kwa sisi hichi kipengele cha mwisho hiki cha sijidatu sahwi hiki kitakuja huko mbeleni kuzungumzia masala ya sijidatu as-sahwi. Kwa sisi tutakiacha kiporo, lakini mahallu shahidi kwa sisi washabbaka baina asabi'ihi, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.